Sasa leo bwana, nataka niwaambie story moja ambayo inahusiana na kile ambacho kimefanyika huko nchini Marekani. Unafahamu mara baada ya mashambulizi ya Marekani katika maeneo matatu ya kule Iran, Fordow, Natanz pamoja na Isfahan, ni kwamba ripoti ambazo zilitolewa na Marekani zilionyesha kwamba Iran imepata madhara makubwa sana kutokana na mashambulizi hayo. Lakini kwa bahati mbaya ni kwamba taarifa ambazo zilitolewa na idara ambazo zinahusika na masuala ya nyuklia walikuja wakazungumza wakasema kwamba Iran haijapata madhara makubwa sana. Hii ilikuwa ni moja kati ya pigo kubwa sana kwa Marekani ambao waliuaminisha ulimwengu kwamba wamefanya mashambulizi ambayo ni mashambulizi yaliyolenga shabaha pale nchini Iran. Na kupitia vyombo vyao vya habari vya kimagharibi kama BBC waliposti videos pamoja na picha ambazo zinaonyesha namna ambavyo Iran imepata madhara makubwa kutokana na mashambulizi hayo ya Marekani. Lakini baadaye tukaona wa Iran wenyewe wamezungumza wakasema hakuna madhara ya aina yoyote ambayo yamepatikana kutokana na mashambulizi ambayo yamefanywa na wale wa Marekani. Wa Marekani wakachukia sana. Na sababu za Marekani kuchukia ni kwa sababu mipango waliokuwa nayo ya kuhakikisha kwamba wanavuruga mpango wa Iran kumiliki silaha za nyuklia ukawa ni kama umeenda mrama, haujafanikiwa. Na hii ilikuwa ni mashambulizi ya mara ya pili baada ya mashambulizi ya tarehe 13 ambao walifanywa na Israel ambao walipewa support kutoka Marekani kupitia pale Iraq. Kwa hiyo kitu ambacho kilitokea ni kwamba Israel waliamua kupiga marufuku kabisa media yoyote ile hasa ya kule Israel kuruhusu upigwaji wa picha pamoja na video mjongeo zinazoonyesha namna ambavyo Israel imeshambuliwa hasa katika mji mkuu pamoja na maeneo mengine. Na mnavyofahamu wale wa Israel kupitia kwa Benjamin Netanyahu waliwazuia waandishi wa habari kutoka maeneo mbalimbali, kutoka Ujerumani, kutoka Ufaransa, kutoka Uingereza, kutoka Marekani na mataifa mengine duniani kwamba hawaruhusiwi kabisa kuchapisha taarifa za hasara ambayo Israel wameipata. Lakini ukweli wa dunia ni kwamba dunia iliona kwamba Israel ilipata mashambulizi na maafa makubwa sana, ijapokuwa wa Israel wenyewe wamesema hakuna maafa yoyote ambayo yamepatikana, lakini wanasema siku zote uongo na kawaida ya kuchelewa, lakini ukweli una kawaida ya kuja. Uongo na kawaida ya kuwahi sana safari zake, ukweli una kawaida ya kuja kuua kabisa taarifa ambazo zimezungumzwa na uongo. Sasa bwana Donald Trump amekataa taarifa za ujasusi za Marekani kuhusu mashambulizi ya Iran, akisema kwamba Mashariki ya Kati hawana uwezo kabisa wa kuzuia makombora yanatoka kule nchini Marekani. Yani bwana Donald Trump haamini kabisa kile ambacho kinazungumzwa mpaka na wataalamu ambao wanadili na masuala ya silaha za nyuklia. Tathmini ya awali ya ujasusi ya Marekani ilionyesha kwamba mpango wa nyuklia wa Iran umecheleweshwa kwa miezi michache tu kufuatia mashambulizi ya Marekani kwenye maeneo matatu mwishoni mwa wiki iliyopita. Hata hivyo, rais wa Marekani bwana Donald Trump akakataa ripoti hiyo, akasema kwamba mpango huo umeharibiwa kabisa na umeharibiwa kikamilifu. Sijui kama mmenielewa. Yani ile taarifa ambayo ilitolewa na idara ya ujasusi ya Marekani walizungumza kwamba ile hasara ambayo wamepata Iran katika mashambulizi ya Marekani haijawaathiri kwa namna yoyote ile. Taarifa ile wachanganya sana wa Marekani. Baadaye tukaona mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Marekani CIA anayefahamika kama John Ratcliffe alisema kwamba kuna taarifa thabiti na za kuaminika za kijasusi ambazo zinaonyesha kwamba mpango wa nyuklia wa Iran umepata pigo kubwa na itachukua miaka mingi kujengwa. Hii ilikuwa ni taarifa ambayo ilitolewa na huyo mkurugenzi wa shirika la kijasusi la Marekani. Sasa baada ya yeye kutoa hizo taarifa, wakaibuka watu wa lile shirika ambalo linahusika na masuala ya nishati ya atomic duniani, linafahamika kama IAEA, ambapo walizungumza wakasema Iran hawajapata madhara ya aina yoyote ile. Ratcliffe yeye alizungumza maneno haya. Hii inajumuisha taarifa mpya kutoka chanzo na mfumo wa kijasusi wa kihistoria ambao unaaminika sahihi kwamba vituo kadhaa muhimu vya nyuklia vya Iran vimeharibiwa kabisa na vinahitaji kujengwa upya katika miaka kadhaa ijayo. Yani hii ilikuwa ni taarifa ambayo ilimpa furaha sana bwana Donald Trump kwa sababu alikuwa ameambiwa mara ya kwanza kabla hao hilo shirika linalohusikana na masuala ya nyuklia hawajatoa taarifa kwamba hiyo eneo hilo halijapata madhara hata kidogo. Na taarifa hii ya bwana Donald Trump kukataa kwamba Iran haijapata madhara makubwa ilikuja ikapewa sapoti kubwa sana na wabunge kutoka katika lile bunge la Iran ambao walipiga kura kuunga mkono kusitisha ushirikiano na wakala wa Umoja wa Mataifa kusimamia shughuli za nyuklia kwa maana ya shirika la kimataifa la nishati atomic IAEA kufuatia vita ya siku 12 ambavyo vimehusisha mashambulizi ya Israel na Marekani kwenye maeneo ya nyuklia. Na unajua ilikuwaje? Ilikuwa hivi. IAEA ambalo hata halikuthubutu kulaani kwa kiwango chochote mashambulizi dhidi ya vituo vya nyuklia vya Iran limeuza uaminifu wake wa kimataifa. Alizungumza spika wa bunge la Iran anayefahamika kama Mohammad Bagher Ghalbaf
ambapo walitoa taarifa hiyo kupitia vyombo vya habari kwamba hilo shirika ni shirika ambalo linadili na masuala ya nyuklia, lakini halifanyi vile ambavyo inatakiwa, licha ya kwamba walikuja wakazungumza. Sasa uamuzi wa Iran kwamba sasa wanahitaji kusitisha mashirikiano na hilo shirika, ijapokuwa haujaungwa mkono moja kwa moja kuidhinishwa na Baraza la Walezi, chombo chenye mamlaka kupitisha au kukataa sheria. Iwapo itaidhinishwa, Gharibaf amesema shirika la nishati ya atomic la Iran litasitisha ushirikiano wake na IAEA hadi usalama wa vituo vya nyuklia utakapohakikishwa. Kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa ni kwamba wabunge 221 waliunga mkono uamuzi huo, mmoja akajizuia kupiga kura na hakuna aliyepinga kati ya wabunge waliokuwepo katika bunge lenye viti 290. Mbunge Alizera Salem amesema kusitishwa kwa ushirikiano kunamaanisha kuwa wakaguzi wa IAEA hawataruhusiwa kuingia kwenye vituo vya nyuklia isipokuwa kwa idhini ya Baraza Kuu la Usalama la Taifa la Iran, kwa mujibu wa taarifa ambayo imetolewa jioni ya Jumatano. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Iran, Esmail Baghai, yeye alibainisha kwamba shirika rasmi la habari kupitia IRNA kwamba ushirikiano na IAEA bila shaka sasa utaathiriwa kwa viwango vikubwa sana kama hawatalaani katika viwango hivyo ambavyo watu wa kule Iran walikuwa wanaamini itafanyika hivyo. Baghai ameilaumu IAEA kwa kupitisha azimio tarehe 12 Juni ambalo lilituhumu Iran kwa kutotimiza wajibu wake wa nyuklia, jambo ambalo amelitaja kwamba ni moja kati ya visingizio vikuu ambavyo vilitumiwa na Marekani na Israel kushambulia. Ifahamike hiyo tarehe 13 kuna mashambulizi ambayo yalifanywa na hao wa Israel pale nchini Iran, na mashambulizi hayo yalijibiwa kikamilifu tarehe 14. Kwa hiyo kumekuwa na mkinzano. Wa Iran wenyewe wanasema pamoja na kwamba hilo shirika la nguvu ya nishati za atomic walitoa taarifa kwamba Iran hawajapata madhara makubwa sana, lakini walikuwa wanasema wanahitaji walaani, yani hilo shirika la nguvu za atomic duniani litakuwa kulaani mashambulizi ambayo yalifanywa na Israel pale nchini Iran, lakini hawakufanya hivyo, jambo ambalo limewafanya watu wa kule Iran waseme hawataka kabisa kuwa na mashirikiano na hilo shirika, kwa maana ya kwamba sasa watakuwa wanafanya mambo yao wao wenyewe. Kwa hiyo sasa hivi kuna mkanganyiko mkubwa sana. Bwana Donald Trump amechukizwa sana na taarifa za ujasusi za CIA, lakini pia Bwana Donald Trump anapingana na taarifa ambazo zimetolewa na ile shirika la nguvu za atomic duniani IAEA, ambao wamezungumza ukweli kwamba hakuna madhara yote makubwa ambayo yalitokea katika eneo hilo. Ingawa tunafahamu mataifa mbalimbali yamezungumza na watu wa kijasusi wamekuwa wakijaribu kuzungumzia ukweli wa nini ambacho kimetokea, lakini kwa mara nyingine tena tumeona Wamarekani kupitia majasusi wao hawazungumzi ukweli wa kile ambacho kinatakiwa kuwa hivyo. Alizungumza Ral Peifer ambaye alikuwa afisa mkuu wa CIA na mkurugenzi mwanambizi wa ikulu ya pale Marekani. Ingawa sio jambo geni kwa marais kukasirishwa na taarifa za kijasusi zinazoonyesha hali mbaya, ni nadra kwa migogoro hiyo kuwa wazi kama ambavyo imetokea wiki hii kwa Bwana Donald Trump. Sidhani kama tumewahi kuona rais mwingine akipinga vikali kama huyu. Alizungumza Bwana Peifer na akizungumzia juu ya kauli ambayo imezungumzwa na Bwana Donald Trump. Yani hawa katika historia ni kwamba wanaingia katika mgogoro wao wenyewe kwa wenyewe, lakini pia kutoa taarifa kinzani wao wenyewe. Na kama ambavyo nyie mliona kauli ambayo ilitolewa na rais wa Marekani Bwana Donald Trump, alizungumza yeye mwenyewe akasema vyombo mbalimbali vimetoa taarifa fake, kwa sababu wa CNN walitoa taarifa kuhusiana na mashambulizi ambayo yamefeli ya Marekani, media nyingine zikatoa taarifa kuhusiana na mashambulizi ambayo yamefeli ya Marekani kule Iran. Bwana Donald Trump baadaye akasema hizo CNN na vyombo vingine vya habari ambavyo vilitoa taarifa hizo, hivyo vyombo vyote ni fake. Si kama mnanielewa eh? Kwa hiyo hivi ndivyo ambavyo dunia inavyoenda. Yani hakuna changamoto kubwa sana kama mwizi kuibiwa. Yani mwizi akiibiwa, hata akiibiwa kiwembe, huwa anapata wakati mgumu sana. Yani anaanza kujiuliza kwamba hivi, yani imewezekana vipi mimi nikaibiwa wakati mimi ndiye mtu ambaye nimekuwa nikiwaibia watu wengine. Kwa hiyo hili ndilo ambalo limetokea huko. Na unajua ni kwa nini Donald Trump ameonekana kukasirishwa sana na taarifa ya FBI pamoja na hiyo CIA? Ni kwamba unafahamu, kwanza lazima ifahamike, FBI wao wanadili na uchunguzi wa mambo ya ndani, CIA wanadili na mambo ya international, uchunguzi wa masuala ya kimataifa. Kwa hiyo Bwana Donald Trump
kupitia taarifa hiyo ya kuwapuuza watu wa CIA, hii inaleta athari kubwa sana kwa mashirika ya kijasusi. Na ili kuonesha kwamba ni kweli kuna athari ambazo zimetolewa kwa mashirika ya kijasusi, anazungumza Frank Montoya Jr., afisa wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani FBI na mkurugenzi wa zamani wa kituo cha utafiti cha ujasusi na usalama, amesema shutuma kama hizi ambazo zimetolewa na bwana Donald Trump zinaathiri sana morali ya mashirika haya. Anasema inavunja moyo kwa sababu hakuna anayelitazama hili kisiasa. Wanachokifanya ni kuchambua takwimu. Ukiwa na shutuma zisizo na msingi kutoka kwa mkuu wa watunga sera, inaharibu kabisa morali ya kazi. Amezungumza hivyo. Katika muda wake wa pili, bwana Donald Trump aliteua washirika wake wa karibu kuwa viongozi wa mashirika ya kijasusi, akiwemo bwana Tulsi Gabbard kama mkurugenzi wa ujasusi wa kitaifa pamoja na John Ratcliffe kama mkurugenzi wa CIA. Waliahidi kumaliza kile walichokiita kisiasa cha kijasusi na kuwafuta kazi maafisa ambao walidhaniwa kuwa ni waasi. Yani hawa wakati wanateuliwa walisema kwamba kwenye idara ya ujasusi ya pale Marekani watu wameingiza siasa na ndio maana wameshindwa kufanya kazi. Haya sasa wamekuja wao wenyewe, wamezungumza ukweli wenyewe, bwana Donald Trump kawazodoa vibaya mno. Na sasa mgogoro mpya wa vita kati ya Israel pamoja na Iran, tukiutazama sasa katika muktadha wa kile ambacho kinaendelea, tunaona kabisa kwamba Marekani wamejidhalilisha wao wenyewe, na sababu za kujidhalilisha ndo kama hivi. Ukitazama ripoti ya awali ya shirika la ujasusi la ulinzi DIA, walisema kwamba mashambulizi ya Marekani yaharibu sana baadhi ya vituo vya nyuklia vya Irani, lakini walisema havikuharibu kabisa. Hii ilikuwa ni ripoti ya shirika la ujasusi la ulinzi la Marekani. Lakini baadaye tukaona Ratcliffe kupitia CIA wakasema mashambulizi yale hayakufua dafu katika maeneo yale ya Iran. Baadaye tukaona hiyo IAEA kwa maana ya shirika la nguvu za atomic duniani, nao wakasema kwamba Marekani hawakufanikiwa kufanya mashambulizi makubwa kiasi hicho. Lakini tukaona wenyewe wa Iran nao wanazungumza kwamba mashambulizi yale hayakuwa na madhara ya aina yote ile kule Iran. Sasa Donald Trump anabaki peke yake anayeamini kwamba mashambulizi yale yalifua dafu na yalileta hasara kubwa sana katika taifa la kule Iran. Anyway, sisi tunaendelea kufuatilia tu hizi taarifa za kile ambacho wao wenyewe wanajaribu kujivuruga. Mnakumbuka bwana Donald Trump akiwa kwenye mkutano wa NATO kule Uholanzi, alitoa maelezo yake mwenyewe ya kijasusi akisema picha za satellite zinaonesha maeneo ya karibu na vituo vya nyuklia yameungua kabisa, na kwamba ile milango yote ambayo ilikuwa inatakiwa inapitisha wale watu wanaoingia kule ndani iliharibiwa na kuporomoka. Akasema Israel na watu waliopo Irani wanaopima athari za mashambulizi hayo wana watu wanaoingia baada ya mashambulizi kuangalia kile ambacho kimetokea. Sasa baadaye ndio tukaona ile tathmini ya tume ya nishati ya atomic, wakasema kwamba mashambulizi hayana maana yoyote. Yani Wamarekani sijui katika karata hii, of course walicheza karata moja mbaya sana, karata ambayo imewafungua, yani imewavua nguo zote kabisa. Sasa hivi wanashindwa kujua ni sehemu gani ambayo wanaweza wakakimbilia kutokana na adhabu au aibu ambayo wameipata. Na sasa tunaona hao wa Iran wamesema wanajiondoa kabisa kwenye hiyo tume ya nishati ya atomic au shirika la nishati ya atomic duniani, wanataka wasimame wao wenyewe. Mnajua wanataka kunieleza nini? Wanataka kunieleza kuhusiana na lile mpango ambao ulitolewa na Urusi kujiondoa katika yale masuala ya nguvu za nyuklia duniani. Wakajiondoa kabisa kwenye ile shirika, wakasema sasa we will produce ourselves na tutaamua kuzitumia pasipo kumshirikisha mtu mwingine yeyote yule. Hiki ndicho ambacho ninakiona kinakwenda kutokea pale Iran. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.